Nayo serikali ya Afrika Kusini imewafurusha Wakenya 7 waliokamatwa jijini Johannesburg kwa madai ya kufanya kazi ya kuwasaidia wazungu nchini humo kuelekea Marekani. 7 wanadaiwa kuingia Afrika Kusini kama watalii, ila walipatikana katika kituo cha kuwasaidia wale wanaodaiwa kulengwa kutokana na rangi yao. Idara ya uhamiaji taifa hilo imesema 7 hao walikuwa wametuma ombi la kufanya kazi, ila ombi lao lilikataliwa katika kile kinaonekana kuwa tofauti kati ya Marekani na Afrika Kusini. Gatete Njoroge na mengi zaidi. Katika taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari Jumatano, idara ya uhamiaji Afrika Kusini ilisema kupitia ushirikiano na idara za kiusalama ilifanya operesheni iliyowalenga raia wa kigeni waliokuwa wakifanya kazi kinyume na sheria. Ni wakati wa operesheni hiyo ambapo Wakenya 7 walikamatwa katika kituo cha kuwatolea stakabadhi za usafiri raia wa Afrika Kusini na wanaotaka kuhamia Marekani kutokana na madai kuwa wanalengwa kutokana na rangi yao. Makosa yao yakiwa ni kukosa stakabadhi za kufanya kazi nchini humo. During the operation, 7 Kenyan nationals were discovered engaging in work despite only being in possession of tourist visas, in clear violation of their conditions of entry into the country. They were arrested and issued with deportation orders and will be prohibited from entering South Africa again for a 5-year period. 7 hao wanaaminika kuwa miongoni mwa Wakenya ambao idara ya Marekani ilikuwa imeomba serikali ya Afrika Kusini kuwapa stakabadhi za kufanya kazi ili kusaidia wakimbizi wazungu waliotaka kuondoka na kuelekea Marekani. Mpango unaoendeshwa na shirika la RSC Afrika ambalo husaidia katika masuala ya wakimbizi. No US officials were arrested in the process. The operation was not conducted at a diplomatic site and no members of the public or prospective refugees were harassed. Wakitetea hatua hiyo, idara ya uhamiaji Afrika Kusini imesema kwa miezi 18 imekuwa ikiendeleza operesheni kama hizo zinazolenga kukabiliana na wahamiaji haramu. Kukamatwa kwa Wakenya 7 waliokuwa wakifanya kazi katika kituo cha kuwasaidia wakimbizi kuelekea Marekani imefufua tofauti kati ya Marekani na Afrika Kusini. Serikali ya Rais Cyril Ramaphosa imekana madai ya Marekani kuwa wazungu walioko Afrika Kusini wanalengwa, kudhulumiwa na hata kuuawa, ikisema taarifa hizo ni za uongo na hazina msingi. Idara ya uhamiaji Afrika Kusini imesema imezungumza na serikali za Kenya na Marekani kuhusiana na kufurushwa kwa 7 hao. Serikali ya Kenya bado haijatoa taarifa kuhusiana na swala hilo. And just put this on, it's right behind you. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.